Bila shaka taarifa ya Yanga kupata ushindi wa mabao 7-0 katika mechi mazoezi dhidi ya Kigamboni United wala inaweza isiwe ya kustusha sana kwa sababu ni mechi mazoezi. Lakini kinachotisha ni aina ya mabao yaliyofungwa. Baadhi ya mabao hayo yanadhihirisha kwamba kile ambacho Yanga kiliwasukuma kwenda kufanya usajili hasa kwa wachezaji wake wa eneo la pili la uwanja kwenye eneo la kufunga, kwa maana viungo ushambuliaji na washambuliaji, kwamba imeanza kumlipa kocha Mangoba Mngiti kupitia mechi hii. Hata hivyo ni mapema sana kusema tayari kila kitu kimeenda sawa, kwa sababu ndio kwanza Yanga wanaonekana kuanza kucheza mechi za kirafiki kwa ajili ya kujipima kuelekea msimu mpya 2026 2027. Iko hivi, Yanga ukifuatilia taarifa ndogo ndogo za kujificha, tunasema small details, utaona kana kwamba kwenye usajili wao miongoni mwa mambo ambayo walikwenda kuiaddress kati ya mengi ni pamoja na mambo matatu. La kwanza, juu ya kufika eneo la mwisho na kufanya majaribio mengi ya kufunga, kwa sababu kwa kufanya hivyo unaongeza nasibu ya kufunga. Hufungi bila kufanya majaribio mengi. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni juu ya kupiga crosses. Tena crossi zinazofika kwa walengwa. Hilo ni jambo la msingi ambalo Yanga kwenye misimu takriban mitatu iliyopita mpaka msimu huu wanaonekana kulipungua uwezo wake wa kupiga crosses zenye kutengeneza nasibu ya kufunga. Lakini jambo la tatu ni juu ya kutumia cross zinazopigwa kwa kuunganisha kwa vichwa ili kufunga. Yanga muonyesha udhaifu katika kutumia fursa hizo katika kucheza kwao. Ndio. Kwa kurejea katika ligi kuu Tanzania bara kwa mfano, juu ya uwezo wao wa kufika eneo la mwisho na kufanya majaribio ya kufunga, Yanga katika msimu uliomalizika 2025-26, licha ya kwamba ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi kuliko timu yoyote katika ligi kuu, ikifunga mabao 71 ikifuatiwa na watani zao jadi Simba waliofunga mabao 54, licha ya kwamba walikuwa na pointi 75, performance ya around 83% na hivyo kutoa ubingwa wa 5 mfululizo, licha ya kwamba kuwa na ukuta imara zaidi katika ligi kuu Tanzania bara ikiruhusu mabao 9 tu katika ligi nzima, na hivyo ndio kuwa timu yenye ukuta imara zaidi wakifuatiwa na watani zao jadi Simba walioruhusu mabao 11, halafu Azam walioruhusu mabao 12. Lakini Yanga ikijifanyia tathmini yenyewe juu ya ilivyofika eneo la mwisho na kufanya majaribio ya kufunga, unaona kana kwamba ni eneo walilopaswa kulifanyia kazi kwenye usajili, na ndicho kilichoonekana. Ni kwa vipi? Yanga msimu wa 2021-22 wakati kitoa ubingwa unbeaten chini ya kocha Nasreddin Nabi, mechi 30 kishinda 22, sare 8, Yanga ilikuwa imepiga mashuti 309, ikafunga mabao 49, ikaruhusu mabao 8. Kwa hiyo mashuti yalikuwa 309 na ndio timu ilikuwa imefika eneo la mwisho mara nyingi zaidi na kufanya majaribio kuliko timu yoyote kati ya timu za ligi kuu Tanzania bara ambayo huwa na timu 16. Msimu uliofuatia 2022-23 Yanga ikaongeza idadi ya mashuti. Ikapiga mashuti 337 kutoka mashuti 309. Ikafunga mabao 61 kutoka mabao 49 ya msimu wa nyuma yake. Msimu wa 2023-24 Yanga ikaongeza idadi ya mashuti. Ikapiga mashuti 347 baada ya mechi 30. Kwa lugha nyingine ikiongeza kutoka mashuti 337 ikaongeza mashuti 10 yakawa mashuti hayo 347. Ikafunga mabao 71. Kwa hiyo na mabao ikaongeza 10 kutoka 61 yakawa 71. 2024-25 Yanga ikaongeza idadi ya mashuti. Ikafika mashuti 360 kutoka mashuti ya nyuma yake ambayo ni 347. Kwa mashuti 360 Yanga mashuti ya kulenga shabaha 204, ikafunga mabao 83 ambayo ni rekodi katika ligi kuu Tanzania bara tokea kuanzishwa kwake kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza msimu wa 1997. Matokeo yake mashuti yameongezeka na mabao yakaongezeka. Tena ikawa ndio timu ya pekee katika ligi kuu Tanzania bara tokea kuanzishwa kwake inafunga mabao mengi kuliko point. Yanga kufunga mabao 83 lakini ilimaliza na point 82. Lakini msimu huu uliomalizika, licha ya kwamba kama nilivyotoka kueleza Yanga iliongoza kwa mabao mengi, mabao 71, lakini kwa mara ya kwanza ndani ya misimu mitano Yanga ikawa sio timu iliongoza kufika eneo la mwisho na kufanya majaribio ya kufunga, kwa sababu mechi 30 ilipiga mashuti 289, pungufu ya mashuti yale yaliyokutajia kwa mfululizo kuanzia 2021-22 kwamba ni mashuti 309, halafu mashuti 337, mashuti 347, mashuti 360. Msimu huu uliomalizika mashuti 289. Lakini kilichowabeba ni uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, kwa sababu goal conversion rate ilikuwa ni 25%, ndio maana wakafunga mabao 71. Vinginevyo kufika kwa eneo la mwisho na kufanya majaribio kulipungua. Sasa kwa sababu hiyo ndio maana unaona kati ya yale yaliyowapeleka sokoni, bila shaka maamuzi ya kisayansi, sayansi ya football katika maamuzi juu ya
wachezaji gani kwa sajili, ndipo unaona miongoni mwao wapo Albert Kangwanda, MVP katika ligi kuu ya Zambia, akiwa ndiye top scorer pia akifunga mabao 17, assist 9 akichangia mabao 26 kwa klabu yake ya Red Arrows. Kangwanda anaongeza nasibu ya kupiga mashuti na kufunga. Lakini ndipo unapomuona Hussein Zakuani, mchezaji wa kimataifa wa Comoros ambaye ni mzaliwa wa Ufaransa. Msimu uliomalizika alikuwa anacheza championship kule Saudi Arabia, naye ametua Yanga kwa sababu ya kwenda kuaddress tatizo la kufanya majaribio ya kufunga. Lakini pia kuna mshambuliaji raia wa Ufaransa. Huyu ni Sheikh Ibrahima Toure mwenye asili ya Senegal. Kwenye championship Saudi Arabia msimu uliomalizika mechi 34 alifunga mabao 19, akatoa assist 5, akichangia mabao 24 kati ya mabao 59 ya timu yake Al Jabalin. Lakini kubwa zaidi alifanya hivyo kwa kupiga mashuti 82 yeye peke yake. Kwa hiyo unaona kwenye swala la kufanya majaribio ya kufunga, huyu naye ni sababu ya kusajiliwa kwake. Wapo wengine, hapa nimetaja watatu tu kwa mfano. Lakini ukiondoa ligi kuu, kwenye kufanya majaribio hata kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga imekuwa ikipungua kufanya majaribio katika misimu mitatu. 2023-24 wakati ikifika robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika na kutolewa kwa mikojo ya penalty na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, Yanga ilipiga mashuti 97, mechi 6 za hatua makundi na 2 za robo finali, jumla mechi 8. Mashuti hayo yaliwezesha kufunga mabao 9, wakaruhusu mabao 6. Msimu uliofuatia 2024-25 Yanga ikapunguza idadi ya mashuti kutoka 97 ikapiga mashuti 84. Matokeo yake ikafunga mabao 5, ikaruhusu mabao 6. Goal difference ikawa hasi moja. Kwa hiyo imepungua. Msimu huu uliomalizika 25-26 Yanga imepiga mashuti 68 tu. Imefunga mabao 5 tena, imeruhusu mabao 4. Goal difference chanya moja, lakini mashuti yamepungua unaona hapo. Yaani kutoka 97, 84, 68. Unaliaddress vipi? Unashughulikia vipi tatizo hilo? Ni pamoja na hao waliwasajili, nimewataja kama mfano wachezaji watatu, kwa sababu wapo wengine ambao kusajiliwa kwao matarajio ni kuona tatizo hili linakwenda kushughulikiwa la kufanya majaribio ya kufunga. Ndipo unapoona kina Chuga Boy Juma Abushiri ni miongoni mwa wale ambao wamesajiliwa. Mbali na mambo mengine ni kwenda kuaddress tatizo hili la ku create chances na kufanya majaribio ya kufunga. Lakini kuna hili swala la crosses. Yanga crossi zimepungua msimu huu hasa katika ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kuna tatizo la kuzitumia kwa mabao kwa vichwa. Hapa nazungumzia specifically mahsus kubadilisha nafasi, kubadilisha crosses ziwe mabao kupitia vichwa. Iko vipi? Kwa ligi ya mabingwa barani Afrika ndio kipimo kizuri. 2023-2024 wakati ikienda robo finali ligi ya mabingwa na kutolewa na Mamelodi Sundowns kama nilivyokumbushia, Yanga ilipiga cross 107. Kati ya hizo ilitumiwa moja tu kwa kichwa kwa bao. Msimu uliofuatia 2024-25 Yanga ikaongeza idadi ya cross mpaka cross 115. Zilizofika zilikuwa 26, lakini hakuna bao lolote lilifungwa kwa vichwa. Nazungumzia cross kubadilishwa kwa vichwa kuwa mabao. Ule msimu uliopita 23-24 zile cross 107 zilizofika kwa usahihi zilikuwa cross 20, kulikuwa na bao moja. Kwa hiyo huu msimu uliofuatia 24-25 cross 115 zilizofika 26 hakuna bao. Msimu huu uliomalizika 25-26 cross zikapungua sasa. Yaani kutoka 115 za msimu wa nyuma yake, Yanga safari hii cross zilizopiga 83 iliyobadilishwa kuwa bao kwa kichwa ni moja. Kwa hiyo unaona hapa kwa misimu mitatu hii 23-24, 24-25 na 25-26 cross jumla zimepigwa 305, kwa maana 107 ongeza 115 ongeza 83 za msimu huu. Zilizofika ni 65, kwa sababu kwa msimu huu zilizofika zilikuwa cross 19. Ikatumia hiyo moja natoka kuelezea. Kwa hiyo 19 zilizofika, ukiangalia na msimu uliopita zilifika 26, wa nyuma yake zilifika cross 20. Jumla zilizofika kati ya cross 305 ni cross 65, zilizobadilishwa kwa mabao ni cross 2 kwa vichwa. Kwa hiyo katika cross 305 zilizofungwa kwa vichwa ni 2 tu, mabao 2 kati ya cross 305. Hili kwa small details unaona ni jambo ambalo lazima wanaposajili waende kuliaddress. Nini wamefanya? Huyu Sheikh Ibrahima Toure, yeye katika mabao yake 19 kwenye championship kule Saudi Arabia, 5 ameyafunga kwa gula kulia, 5 mengine ameyafunga kwa kichwa, 9 ameyafunga kwa guu la kushoto. Kwa hiyo unaona kwa urefu wake wa futi 6 na inchi 2 anakwenda kuisaidia Yanga kushughulikia tatizo hili la kufunga kwa vichwa, hasa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ambako fursa
za kufunga kwa open play wakati mwingine huwa ni ngumu kutokana na ubora wa wapinzani katika kuzuia, lakini fursa za vichwa kwa mipira ya kutenga kama mipira ya kona ni sehemu mojawapo ambayo husaidia timu kupata mabao. Kwa mfano, top scorer wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliomalizika ni Mahmoud Trezeguet, alikuwa Al Ahly. Yeye alifunga mabao 6, alitoa assist 1. Asilimia 50 ya mabao yake yalitokana na mipira ya vichwa, ikiwamo cross aliyopigiwa na beki wake wa kulia Mohamed Hani katika mechi dhidi ya Yanga, pinpoint cross akafunga kwa kichwa akiwazidi akina Dickson Job. Ni mfano mojawapo juu ya umuhimu wa kufunga kwa vichwa. Sasa Albert Kangwanda, Hussein Zakwani, lakini na huyu Sheikh Ibrahima Toure, matumaini kwa wanayanga ni kwamba wawe wanatenza crosses zinazofika kwa usahihi, lakini pia zinatumiwa kwa usahihi kwa vichwa ili kuongezea nasibu ya kufunga. Hayo yote niliyoeleza kwa kiasi fulani yamejitokeza katika aina mabao aliyofunga 7 dhidi ya Kigamboni United. Utaona katika video moja wapo Sheikh Ibrahima Toure akiruka juu hewani kuwazidi walinzi wa Kigamboni United na kufunga kwa kichwa safi, kionyesha kwamba lile tatizo walau kwenye mechi hii linaonekana kuanza kushughulikiwa. Pia kuna Peter Shalulile ametoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na Mamelodi Sundowns msimu huu uliomalizika. Yeye Mang'oba Mngiti alitoa akiwa na Mamelodi 2015-16. Peter Shalulile miongoni mwa washambuliaji wa Yanga amelitoa msimu uliomalizika akiwa chini ya kocha Miguel Cardoso. Lakini pia Yanga kuna wachezaji kadhaa wazoefu wa michuano hiyo wakishiriki back to back, wakiwamo baadhi walioshiriki hatua ya robo finali walipotolewa na Mamelodi Sundowns, ambayo miongoni mwa makocha wake wasaidizi alikuwamo Mang'oba Mngiti, kocha mkuu akiwa Roland Mokwena. Sasa hii mechi dhidi ya Kigamboni United ni mechi mazoezi, lakini ujumbe tishio ni juu ya mabao yalivyofungwa, kwamba je, Yanga itaendeleza hiki ambacho imekionyesha hasa kwenye kufunga mabao yale ya crosses na kufanya majaribio ya kufunga mengi ili kupata na kuongeza nasibu ya kufunga. Itaendeleza katika mechi rasmi ikiwamo tarehe 12 Yanga ya Jamii dhidi ya mtani wao wa jadi Simba, ikiwamo kwenye ligi kuu Tanzania bara, ikiwamo kwenye kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ikiwamo kwenye kombe la muungano na michuano mingine. Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.